kutokea kila mchezo ambao tunatuface mbele yetu. Kikubwa tunafuata maelekezo ya mwalimu anachotuelekeza, ndio hicho ambacho kinaenda kutokea katika mpira. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kukabiliana na timu kama Young Africans siku ya leo? Ilikuwa ngumu kiasi fulani kwa sababu ukiangalia toka dakika ya kwanza tunamiliki mpira mpaka dakika 90. Kwa hiyo ni kikubwa naweza kusema kwamba tunafuata maelekezo ya mwalimu, siku zote anatusisitiza tuende uwanjani tukaenjoy basi. Ukiwa na maana mlikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika mchezo huu. Of course, tulikuwa tunaweza kupata namba 3 lakini tumekuwa tumepata moja alhamdulillah. Mchezaji gani ambaye alikuwa changamoto sana kwako kwa upande wa Young Africans siku leo? Mimi sidhani kama kulikuwa na changamoto. Wote tulikuwa kila mchezaji ambaye amefanya kazi yake kwa 100% kwa level yake. Of course kila mtu kapambana kwa nafasi yake kuitetea timu yake. Mashabiki wa Azam wameonekana kufurahishwa na performance ya leo. Pengine hilo walitarajia kuelekea katika mchezo unaofuata. Of course tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambacho tunakipatia. Namshukuru pia mwalimu amekuwa kipaumbele sana kututia moyo na kusisitiza zaidi kwamba tukiingia uwanjani tukaenjoy, usiona pressure yoyote. Nadhani hicho ndio kikubwa ambacho sisi tunapata confidence kutoka mwalimu. Mwalimu wapi pressure? Hapana kabisa. Mwalimu anataka kabisa, yani hataki kabisa pressure kwa mchezaji yeyote, anataka mpira uende uwanjani ukaenjoy basi. Hicho ndio kitu ambacho kinatupa pia hope na imani na confidence zaidi ya kufanya vizuri. Mwalimu ameweka target yake nini sasa? Anatamani kwa timu kumaliza nafasi ya ngapi? Target mwalimu sisi kama Azam target kubwa ni kupambania ubingwa. Hicho ndio kikubwa, yani out of hapo ni kupambania ubingwa. Kipindi cha kwanza tumeona mmetengeneza nafasi nyingi, lakini ilikuwa changamoto kwa kuweza kuzitumia. Ilikuwa nini? Kwanza katika mpira kikubwa kwanza ni kutengeneza nafasi. Swala la kutumia nafasi latokea katika football. Kwa kikubwa tumetengeneza nafasi. Alhamdulillah haija bahati. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho tumekipata inshallah. Umezungumzia ndoto yenu, miongoni mwa ndoto zenu msimu kuchukua ubingwa. Gap la alama zaidi ya 7 dhidi ya Young Africans. Pengine hili unaliona kuwa ni kuweza kutokea kwa namna yote? Mpira chochote kile kinaweza kutokea. Kwa kila mtu anacheza mechi zake na ukiangalia mpaka sasa hivi hatujapoteza mechi yote. Kubwa tuna focus na kile ambacho tunakielekea. Kwa hatujapoteza malengo yetu, hatujapoteza focus yote kwenye mchezo wetu na malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo naamini kwa magepu na nini chochote kwenye football kinatokea. Mashabiki wa Zidane pengine watarajie nini kuelekea katika mchezo unaofuata? Kikubwa waendelee kunisupport, of course wamekuwa na mimi bega kwa bega kuanzia first time, na mimi naahidi kwamba nitaendelea kupambana kuanzia mwanzo hadi mwisho, sitawaangusha kwa kweli. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.